Katika tukio la kihistoria na tukio la kiroho linalogusa mioyo ya mamilioni ya watu duniani kote ni kwamba Kardinali Robert Francis Prevost amechaguliwa kuwa papa wa 267 wa kanisa Katoliki, akichukua jina la upapa wa Papa wa Leo wa 267. Tangazo hilo limetolewa kutoka kwenye roshani kuu ya pasila ya Mtakatifu Petro mara baada ya moshi mweupe kuonekana na kuashiria kumalizika kwa mafanikio kwa mkutano wa makardinali. Masaa machache tu baada ya kuchaguliwa na baraza la makardinali, Baba Mtakatifu mpya alijitokeza mbele ya maelfu ya waumini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro na mbele ya mamilioni waliokuwa wakitazama moja kwa moja duniani kote ili kutoa baraka yake ya kwanza ya Ubi and Obi, kwa maana ya mji na dunia. Maneno machache ya kwanza kwa papa mpya alisikika akisema, "Najikabidhi kwa sala zenu na kwa rehema ya Mungu tuweze kutembea pamoja katika amani, haki na mwanga wa Injili." Papa Leo wa 267 mwenye umri wa miaka 69 anachukua nafasi ya Papa Francisco na anakuja na uzoefu wa muda mrefu wa kiuchungaji, ukiwemo wadhifa wake wa hivi karibuni kama mkuu wa idara ya maaskofu Vatican. Alizaliwa huko Chicago nchini Marekani na kwa sasa anakuwa papa wa kwanza Marekani katika historia ya kanisa. Kwa upande wake, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pongezi zake za dhati kwenda kwa papa mpya ambaye amechaguliwa hivi punde. Ujumbe wa Rais Dr. Samia umeanza kwa kuandikwa, "Pongezi za dhati kwa Kardinali Robert Francis Prevost, Papa Leo wa 267 kwa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninakutakia kila laheri katika utumishi wako kwa kanisa na duniani kwa ujumla."